Nuru ya agano. Athos alilikumbatia Biblia yake kifuani, akitamani kuelewa ahadi za Mungu. Alisoma kila mstari kwa makini, lakini maneno yalionekana kuwa ya kina na moyo wake ukazidi kuchanganyikiwa. Ghafla, nuru angavu ilitoka kwenye alamisho na malaika Gabrieli akaonekana. Usiogope, Mungu hutimiza ahadi zake daima. Njoo tutembee pamoja katika njia ya agano. Aliposikia maneno hayo, tabasamu angavu likaenea usoni mwa Athos. Kwa ghafla chumba kilitoweka na bustani yenye harufu nzuri iliyojaa sauti za ndege ikafunguka mbele yao. Hapa ni Edeni, Gabrieli alisema kwa upole. Hapa Mungu aliwaumba Adamu na Hawa na akawabariki wakue na kuongezeka. Mungu aliwaamuru wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Katika utii huo kulikuwa na uzima na baraka tele. Bustani ile yenye mwanga ilianza kufifia taratibu na kufunikwa na vivuli vya kijivu. Adamu na Hawa walipomwasi Mungu, dhambi iliingia ulimwenguni, Gabrieli alisema kwa sauti ya upole. Macho ya Athos yakajaa machozi alipojihisi huzuni ya kutengwa na Mungu. Hata hivyo, Mungu aliahidi kwamba uzao mmoja angemponda kichwa cha nyoka. Dhoruba kali ikaonekana na safina kubwa ikaelea juu ya maji yaliyokuwa yakichafuka. Hii ni safina ya Nuhu, Gabrieli alieleza. Mungu alihukumu dhambi, lakini akaokoa familia kwa imani. Mafuriko yalipoisha, upinde wa mvua ukaangaza angani. Ilikuwa ishara ya agano na rehema ya Mungu. Dhoruba ilitulia na usiku wa jangwani wenye utulivu uliojaa nyota zisizohesabika ukaonekana. Mungu alimwahidi Abrahamu uzao mwingi kama nyota za angani. Ingawa hakuona yajayo, Abrahamu aliamini na kutii. Watoto walihisi jinsi agano la Mungu lilivyo kubwa na la hakika.